Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah, tupungiane mikono. Hallelujah, let us wave. Hallelujah. 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 Epuka kuwa Avoid to be. Epuka kuwa. Epuka kuwa. Epuka kuwa mseba. Sio mseja. Mseba. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuombe. Shall we pray? Baba Mungu mwenye enzi yote, Our Heavenly Father, tunapokwenda kwa ibada takatifu, as we now go for the holy worship, ongea pamoja nasi. talk to us. Kwa jina Yesu Kristo, amen. In Jesus' name, amen. Tunaendelea na mfululizo wa kitabu cha Ayubu. We are continuing with our Job series. Jana jioni tulifika kwenye Ayubu 1 fungu la 13 mpaka 20. Yesterday evening we went up to verse 20. Tunaona baada ya Ayubu kutokuingilika na shetani, when we note that when Job, Satan failed to enter into Satan, anakwenda mbinguni. he goes to heaven. Na mbinguni Mungu anampa swali la moja kwa moja, umekutana, unamjua mtumishi wangu Ayubu? There he meets God and he is given a direct question, have you met my servant Job? Shetani badala ya kujibu anasema umemwekea security, umemwekea wigo. Ndio maana anakutukuza wewe. The devil reacts that it's because we have hedged him. Ruhusu mali zake zitoweke, atakuasi. Allow his material possession to go out of him, he is going to recant you. Mungu akaruhusu mitihani kuambatana na Ayubu. And God allowed exams to come his way. Jambo la kwanza, shetani anatumia kwa watu kumjaribu Ayubu. Number one, the devil uses people to tempt Job. Waseba wanakwenda kupokonya ng'ombe wake na punda na kuua watumishi wote kwa makali ya upanga. The Seba people, they go and plunder his possessions using their swords. Na mtu mmoja aliyeshuhudia tukio hilo anakwenda kwa Ayubu, who witnessed, he goes to Job na kumwambia Waseba wamechukua ng'ombe na mali nyingine na kuua watumishi. telling him that the Seba people have taken your possession and they have killed your servants. Jaribio la pili la Ayubu, Another temptation. moto ulishuka toka juu na kuteketeza kondoo na watumishi wote. Fire came from above and eradicated all the people around. Mjumbe anasema moto kutoka juu kwa sababu akutofautisha moto unaotoka juu, hata shetani anaweza akaigiza moto ukashuka. The reporter is saying fire from above because he did not know that the devil also can mimic the fire from above. Lakini huu moto kutoka kwa Mungu ulitoka kwa shetani. This was not from God, it was from the devil. Hivyo ndivyo shetani anavyoigiza maisha. That's how the devil tries to maneuver life. Alikuja mama mmoja. There was one mama. Ameletwa kwenye kesi na mumewe. Brought to a certain case by her. Anachukua mshahara wote anapeleka kwa nabii pale Dar es Salaam. That this mama was taking the entire salary to a certain prophet. Nilipomuuliza kwa nini unafanya haya? When I asked why are you doing this? Akasema nabii huwa ananieleza yote nilionayo hata ya mwaka jana, kwa huyu ndio akumpa hela nabii. Then she said the prophet is giving me all reports regarding me. Ajui kwamba nabii anaigiza, ana nguvu za mashetani, anaigiza. He was trying to imitate God. Watu wa Betheli msidanganyike. People from Bethel, don't be cheated. Kuna watu wanaochanganya ukweli na uongo, msidanganyike. There are people who are commingling truth and bad things, so don't be cheated. Ayubu akiwa chini, when Job was here under, mjumbe wa tatu anatokea. The third reporter comes. Huyu mjumbe wa tatu, third messenger, tuliona jaribu la kwanza litoka
kwa wanadamu The first one, temptation came from ambao ni people Waseba. who were the Seba people. Jaribu la pili lilitoka kwa vitu vya asili ambao ni moto. The second one came from natural things, which is fire. Jaribu la tatu linatoka kwa watu ambao ni Wakaldayo. The third is coming again from people who are the Chaldeans. Na mjumbe anamwambia Ayubu, And a messenger tells Job, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu. the Chaldeans formulated 3 groups. Wakaangukia ngamia wakaenda nao. They took the camels and left with them. Wamewaua watumishi. They have killed your servants. Wakaldayo waliishi kuzunguka pande zote za mto Frati karibu na Babeli. These Chaldeans were staying around the river Frat. Walikuwa ni watu waliojichanganya na Waarabu. They were commingling with the Arabs. Pia waliishi kaskazini mwa Ashuru na Mesopotamia. They lived also in north of Mesopotamia. Walikuwa ni wafugaji wa maji kutoka ghuba ya Uajemi waliohamia Babeli. They were livestock keeper. Walivamia ngamia wa Ayubu. They took the camels of Job. Wakaldayo walikuwa wamepanda farasi. They were many on their horses. Walikuwa wanajulikana kama wapanda farasi. They were known as horse takers. Hawa walitumia mbinu za kivita ya wakati huo ya kugawa askari wa vita. They were using the right technology of war during that time. Kawaida waligawa askari wao katika vikosi viwili. They were dividing their soldiers into 2 groups. Vitatu au vinne pia. Or at times 3 or 4. Walichukua ngamia 3,000 wa Ayubu. They took 3,000 camels of Job. Walijigawa katika vikosi vitatu. And they were in 3 groups. Hawa walitumia mbinu hii ya kivita ya wakati huo. They used this approach of kuwashinda maadui. To subdue enemies. Unaona ndugu msikilizaji? You hear us. Kumbe shetani ana vikosi. So the devil has also troops. Na Waefeso 6 kuanzia ile sura ya 10 imeweka wazi. You read in Ephesians 6 starting verse 10. Vita yetu sisi si juu ya damu na nyama, ni vita dhidi ya mamlaka. Is about principalities. Shetani ana vikosi vya majini na mapepo. The devil has groups of demons. Na anatumia wanadamu wenzetu walio upande wake kama vikosi vyake pia. And he is also using people as his own agents. Wakati wote shetani yuko vitani na wewe Mkristo. All the time is in a war with you Christians. Wakati wote shetani yuko vitani na wewe mwimbaji ulioko hapa. See, in a war with you chorus. Wakati wote shetani yuko vitani na familia yako wewe mama ulioko hapa. While you are here, there is also fighting your family. Wakati wote shetani yuko vitani na biashara yako. All the time is fighting your business. Na Haji Kizembe anakuja akiwa very strong. He's coming smartly. Anakuja akiwa imara. Very firm. Ukiwa peke yako kama uko upande wa jemadari mkuu utashindwa. If you are alone without the command of the army, you will be subdued. Tupo katika ulimwengu wa mapambano wa vita na shida. We are in the war, a world of controversy. Shetani anaweza akakuvamia akaivuruga ndoa yako akaleta majeshi ya pepo wabaya. May ambush you and bring all kind of evil spirits. Ndio maana Paulo anasema mzidi kuwa hodari katika Bwana, vaeni silaha zote za ushindi. That's why Paul is saying you got to continue to be strong in the Lord. Where the weapons of the army. Si juu ya damu na nyama. Our war is not about blood. Bali ni dhidi ya mamlaka na giza la shetani katika ulimwengu wa roho. The darkness and the principalities of this world. Kama ungefunguliwa macho uone vikosi vya shetani dhidi yako. If you were to be opened your eyes to see the army of usingelala bila kuomba. You will not sleep without. Usingetoka nyumbani bila kuomba. Or even get out of your home without. Tunaishi kwenye ulimwengu wa mapambano. We are in the world of war. Na
Na ndio maana Danieli 2 anasema, That's why in Daniel chapter 2 wakati says, utafika ambao Mikaeli mkuu atasimama time will upande come wa when watu wake. will stand on his people's Hivyo side. asubuhi ya leo Yesu akasimame upande wako, Let Jesus today stand on your side akakupigania kwa namna isiyo ya kawaida, to fight for you mightily. ili Wakaldayo, shetani anapoweka vikosi That vyake, the Chaldeans, the devil, when he's setting his troops, ukabaki salama. that you'll be safe. Ngoja niwape kisa. Let me give you a story. Nilitoka kuhubiri maeneo ya Mwasonga, Kigamboni mwaka wa 2014. I was preaching at a certain place in Kigamboni called Mwasonga. Wakati huu daraja jipya lilikuwa bado halijatengenezwa During this time, a new bridge was la not pale ready. Kigamboni. At Kigamboni. Foleni ilikuwa ndefu sana. So the queue was so long. Nikaamua nipitie Kongoe na barabara nitokee Mbagala nije nyumbani kwangu So Tegeta. I had to go through Kongoe to escape the queue. Kwa sababu foleni ilikuwa ndefu. Because the queue was so long. Ukitoka Kongoe pale unaingia kwenye bonde fulani afu ndio unaibuka Mbagala. When you are trying to get out of Kongoe, you go through a certain Ilikuwa valley. saa 4 usiku. It was around 10 p.m. Simu zangu zikazima charge. And my phone were going off. Alafu gari ikaisha mafuta. And my car fuel expired. Na eneo hilo vibaka wakimwona mtu anatembea chini, hata jana walitoka kuwa watu 6-7 hapo. And that place was a dangerous place because Na there gari were yangu so many imeharibika cars. hapo. And here is where my car is. Ikapita gari moja kubwa. A certain car came. Wakasema brother, ondoka hapo, pana kundi la vibaka wanakuja. They told me, brother, get out of here. There is the group of thugs coming. Lakini hakusimama, akaenda. He did not even stop. He kept on moving. Akapita dereva wa pili. There came the second one. Sasa hapo ni hatari, hapo watu Told me, brother, wanakufaga. here people are dying. Nilipoona hali mbaya, When I discovered that it is dangerous, nikavua viatu vyangu. I just removed my shoes. Nikaweka ndani ya gari. I put them in the car. Nikavua koti langu. I removed my coat. Nikaweka ndani ya I gari. put it in Nikavua shati langu. I also removed my Nikaweka shirt. ndani ya I gari. put it in my car. Nikavua singleti yangu. I removed my singlet. Nikaweka ndani ya I gari. put in the car. Nikavua suruali yangu. I also removed my Nikaweka clothes. ndani ya I gari. put in the Ili car. kibaka akija, So that when the thugs anione mimi ni approach, kibaka mwenzao. to know that I'm his Maana fellow suti thug. itawatamanisha. Because with a suit, Na they- tai itawatamanisha. and even the time, Nikavuruga nywele zangu. then I disturbed my hair. Nikaanza kuzunguka gari. Then I started moving around. Nasema aje mtu apataua hapa. Well, what do you say here? Aje mtu apataua. Let anyone who will come, I'll kill him. Kufumba na kufumbua. Oh, in a twinkling of an eye, Lundo la vibaka wakaja. they came a group of thugs. Wakasema oya, wewe ni They nani? said, oh yeah, who are you? Nikasema oya I mwana. say, yeah, man. Mimi ni msera I'm your mwenzenu. fellow seller. I'm your fellow seller. Unatoka kijiwe gani mwana? Where do you come from? Natokea I'm Mbagala. from Bagara. Wakapita. They left. Sasa Now, nikakaa masaa mawili. I stayed there for Simu 2 hours. zimezima charge. All my phones are off. Mke wangu kaanza kunitafuta. My wife started looking for me. Amempigia mwinjilisti niyekuwa Calling naye the kwenye gari ya evangelist mbele. whom we were together in the Anasema nilimwacha nyuma anakuja. said I told you, I left him behind. Wakaja vibaka wengine. They came other thugs. Tunaelekea saa 6 usiku hiyo. It's around 0 hours. Wakanishika. They hold me. Wakanishusha kwenye korongo pale darajani. And me in a very near the bridge. Kibaka mmoja akanikalia juu. Then one of them sit on Wengine my wakaanza back. kufungua tairi za gari na kutoa And vioo they vya gari. started opening my car Na tires. wakatoa agizo, baada ya hii kazi wewe uliyemkalia muue umalize. And they directed the one who was sitting on me. Vibaka to wale kill me. wameshika mapanga And they wamenisimamia. were holding their many pangers. Nikasema Yesu,
I said, Jesus. Nimetoka kuhubiri injili Mwasonga. I'm from Mwasonga to preach. Ninarudi nyumbani ili kesho nirudi tena. I am heading home that tomorrow. Kesho eti vyombo vya habari vitangaze mwinjilisti ameuawa. You want the broadcasters to say. Nikasema sina namna kupambana na vibaka. I don't have any way to fight it. Hawa ni Wakaldayo wameweka vikosi vyao wako hapa. Chaldeans. Na pale ni shetani alituma Wakaldayo, sio vibaka wa kawaida. Alituma. The devil who brought them. Nikasema Yesu nitetee. I said, Jesus, Sina silaha. work on my behalf. Sina kisu. I don't have any kind of weapon. I don't have any kind of weapon. Naomba nitetee. You fight for me. Nikiwa nimekaa pale. While it's there. Wanapoendelea kufungua matairi ya gari. While just nikasikia wanalaumiana, kalete spana, umeleta spana sio yenyewe. Disturbing each other. Tairi hazifunguki, leta spana. Bring the spanner, the tires are not getting out. Nikasikia kwa mbali. Then I heard from afar. King'ola kinalia. And a siren. A siren. Nikaona hiki king'ola kinatokea Mbagala kinaenda Kongoe. This siren is heading to Kongoe from Nikasema sasa. And I said, nah. Mimi hapa nitanyanyuka, nitaenda katikati ya barabara, tasimamisha hilo gari. Then I will just leave, come up here. Lakini jambo jingine kaniambia, mbona wale madereva wengine walikupita, huyu atasimameje? But why did the other drivers pass by? Nikasikia sauti inasema, huo ndio ukombozi wako, simama kasimamisha ile gari. Conviction told me, lakini nimekaliwa juu na kibaka na wengine kushoto kulia na panga. On top of my back and there are others on my side. Nikahesabu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kibaka akasema, oya mwana, mbona tikishika mwanangu? Mwana, why are you doing that? Nikasema hamna mwana. I said no. King'ola kinazidi kuja. Then the siren continued. Nikasema 1, 2, 3. Then I said 1, 2, 3. Nikanyanyuka. I stood up. Yule kibaka kaangukia huko. Then that thug nikaenda mpaka katikati ya barabara. Nikiwa uchi. Naked. Nikasimamisha. Kiukweli hata mimi wasisimame usiku, wanasema ukisimamisha majambazi watakutandika. Sasa ndio uniwe na kaptura tunasimamisha gari. Niliposimamisha ile gari kapiga breki. Nikasimama. Nilipoitazama ile gari. When I looked at that car, imeandikwa, it is written JWTZ. JWTZ. Hallelujah. Hallelujah. Wakashuka askari wawili wenye bunduki. 2 soldiers with their rifles. Na mmoja tambili. And one has 5 hapo stars. Vibaka wamekimbia, wako mapolini, ni mbio kali. Ran away. Na mimi nikasema ninyi. I said you. Akatoka yule askari mwenye nyota 2. Then one with 2 stars. Akasema hebu tueleze. He said, now tell us. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi National Examinations Council. By then I was working at NECTA. Baraza la mitihani la taifa. National Examination Council. Nikamwambia mimi ni mfanyakazi wa serikali lakini I'm working in the government. I'm also an evangelist. Wa kanisa la Adventista wa Sabato. From the Adventist Church. Nimetoka kuhubiri. I'm from preaching. Nilipowaelezea, when I told them, askari yule mwenye nyota, the one who had 2 stars, akasema mwenzetu mmoja amegongwa na pikipiki Mkulanga, tulitumwa tukamfuate. One of our own is was knocked by a motorcycle. Lakini hajaumia we are sana. on the way to go and find him. He is not hurt. Likachukuliwa dumu za lita 20 lita 42 kubwa. They took 2 drums. Akapewa askari mmoja na ingie kwenye gari akanichukulie mafuta Mbagala. They took those drums. Wakati huo nikani nimebaki na yule mwenye nyota na askari wawili wananilinda na bunduki. And there were 2 other soldiers who were taking. Wawili wakaenda kuchukua mafuta. They went to take drums of oil. Wakarudi. They came back. Wakamimina mafuta kwenye gari yangu. They started putting the fuel in. Walipomimina wakafunga mfuniko. They finally locked the fuel. Yule kamanda akatoa agizo. Then the commander ordered. Askari mmoja endesha mpaka mchungaji atakapofika kwake. One of them let him drive until where the pastor shika wants bunduki, kaa kwenye gari umsindikize mchungaji. The other one take a gun,
send Sisi wengine watatu tuondoke na Land Rover kumwahi yule. Wengine mpelekeni. For us the remaining, let us go to our area. Usipokuwa upande wa Yesu, if you are not on Jesus' utalindwa side, na bunduki. when are you going to be protected by utalindwa na guns? wanajeshi. When are you going to be protected by Nililindwa na wanajeshi. They protected me. Na siamini kama walikuwa wanajeshi. I don't believe they were soldiers. Ila ni malaika wa Mungu walivaa nguo za JWTZ. Those were angels of God. Hakunitumia FFU. He did not send me. Hakutuma askari wa kawaida wala magereza. Not no more soldiers. Alituma jeshi la wananchi. They were army of the citizens. Wakaendesha mpaka nyumbani. They drove until wakapiga my place. They started honing. Mke wangu alipofungua mlango. And when my wife alipoona wanajeshi wanashuka na mimi. When he opened he saw soldiers. Akaanza kupiga yowe. He started wailing. Nikasema usipige yowe, hawa wameniokoa, usipige yowe. They have served me. Mbona uko uchi? Why are you naked? Nikamwambia takwambia chumbani ila tu ni watu wema. We are inside. Akafungua mlango. Then he opened the door. Askari wakasema afungeni mlango. Now the soldier said, now close the door. Ukilala sema nimeshalala. When you have slept, say I have already alafu slept. ndipo tuondoke. Then is when we leave. Nilipolala nikasema tayari. I said I have already slept. Wakaondoka. They left. Nikawa nimepona. Then asubuhi ya leo, this morning, Wakaldayo watakapotumwa na shetani kuharibu familia yako, maisha yako, afya yako. And when they will be sent by the devil to destruct your life. Maana shetani anapanga vikosi vya watu kuhakikisha na kudestroy forever. Groups of army. Lakini napenda kutangaza jioni ya leo, asubuhi ya leo. I want to announce this. Yesu anayo majeshi ya kukulinda kwa namna isiyo ya kawaida. Troops to guide you in a mighty way. Atakulinda kazini. He's going to protect you at your workplace. Atakulinda katika biashara yako. In your business. Hata yale unayoyapitia moyo wako unauma, unayapitia moyo unauma. Feel pain in you. Rafiki yangu mmoja alinipigia simu. One friend of mine akasema mchungaji njoo nyumbani. He said, Pastor, come at home. Mke wangu ananigombeza. My wife is disturbing. Hadi ananifanya hivi. And even nikasema mbona mke wako ni mfupi? Yule mama ni mfupi. Ukisimama naye anafika kwenye kiuno. And your wife is sasa nikasema mbona wewe ni mrefu? Mke wako anafika tu kwenye kiuno. You are too I mean your height. Alafu anakugombeza. Why is he disturbing? Akasema said no, akiwa ananigombeza. When he is acting, anasimama juu ya meza. Is going on top of the table. Inawezekana. It is possible. Wakaldayo wamevamia biashara yako. The Chaldean have plundered your business, your health, wamevamia watoto wako, your children. Kazini hauna amani, kuna majungu. Workplace you don't have peace. There are hata ile nyumba yako unapambana kujenga aishi. Even your house you are working on, it's not getting completed. Kuna watu wabaya wamefukia vitu pale. Ninyi wa Adventista nini? Bad people who have put muamini kuna uchawi upo. There. You Adventists, the problem with you don't believe they are upo na hatupaswi kuogopa. It is there but we don't need to fear. Mchana wa leo Wakaldayo wakija. So this afternoon if the Chaldeans wakaweka vikosi vikuvamie, they will put troops to fight you. Yesu atatuma majeshi ya mbinguni ya kuokoa. Jesus is going to bring troops of heaven to save you. Anaweza akatumia wanadamu wa kuokoa. May use people to save you. Ama akatuma majeshi ya mbinguni ya kuokoe. Kwa namna yoyote anaweza akatuma tajuki. From heaven to come. He may even send bees. Mimi nimekuwa mhubiri, mwinjilisti. I've been a preacher, an evangelist. Nimehubiri Pemba, Unguja, Tanga, Pemba and all those places. Maeneo ya Kiislamu nimehubiri zaidi ya mikutano 80. In Muslim world. Siku moja tukiwa Pemba ninahubiri injili. While in Pemba preaching. Akaja mtu akakaa pembeni. One person came and sat aside. Nyuki wakaja wakaanza kumuuma. Then bees came and they started tukaacha singing him. Kuhubiri, tukaanza
kukimbia, ukutambia kimbia kimbia, preaching, we went running to akapenya something. akaingia kwenye nyumba. Then he sneaked and they went to Akasema leo nataka certain niwaambie ukweli. He told them, he told us, I want to Hizi tell you the nyuki truth. nilizileta mimi zimshambulie Pastor Lumbe afie madhabahuni, maana anatuletea Ukristo Pemba. These bees, it's I who sent them to Pastor Rumbe. Lakini kabla wa kwangu sijawaachia, ameshika tu kijiti anasema hizi ndio nyuki ningezia. Kabla sijaachia, before I left them, wakaja nyuki wa ukweli, si wa miujiza, wakanishambulia. Now they really won. Akasema, Pastor, plundering. Naomba ukanibatize. Pastor, go and baptize me. Kule huwa tunabatizia ndani ya pipa. Tena saa 4 usiku. We always baptize in a drum. Nikamweka kwenye pipa nikambatiza. I put him in the drum and baptized. Mungu alituma majeshi. Anaweza akatuma nyuki hizi watu au kona muujiza wote, lakini kila mmoja kashahudumiwa na majeshi ya Mungu hapa. Everyone will get saved through. Hivyo usiogope Wakaldayo. So don't fear the Chaldeans. Yesu ni zaidi ya Wakaldayo. Jesus is more than Bwana Lord of Lords. Anaitwa Mungu wa vita. Called the Lord of War. Katika ibada ya leo, in this service, akakusaidie. going to help you. Hata Wakaldayo akikuvamia, And even when the devil akakuokoe, is going to deliver you, unapita kwenye mapito tu. you are going through challenges. Baada ya hayo mapito, After that experience, atakunyanyua it's tena. going to lift you. Na katika ibada ya leo, And in this service, akakunyanyue tena. let him uplift you Alikuwa again. ngali chini, Job, while mjumbe wa 4 anatokea. the fourth messenger came, Akasema kimbunga, and he said there is tempest. kimbunga, Tempest, kimbunga. whirlwind. Sasa hapa hebu twende taratibu. Let's now go slow. Jaribu la kwanza ni watu wa Seba. Number one is the Seba people. Jaribu la pili ni moto. The second one is fire. La tatu Wakaldayo. The third one is Chaldeans. La 4 kimbunga. The fourth is whirlwind. Majaribu mawili yametokana na asili, nature. The two are from nature. Na mawili yametokana na watu. The second two are from people. Kumbe katika maisha yetu kuna majaribu ya aina mbili tutakayoyapata. So in our life there is two sets of temptation. Mengine yatakuja kutokana na nature, Others may come through asili. mengine watu. Others people. Ukiona ndugu yako anakusema sema, If you see your brethren is backbiting, huyo ni Mkaldayo. that one is a Chaldean. Ukiona kuna ndugu yako anataka ufukuzwe kazi, If you see your brethren is saying plotting you to be separate with the organization, ukiona kuna mtu Seba. anavunja mahusiano yako ya uchumba, If there is somebody who is trying to part you with your life partner, huyo ni Mseba. that one is a Seba. Ukiona unapata magonjwa, If you are getting a sickness, hilo ni janga la asili. that is a natural calamity. Majanga haya yanapokuja kwako, When these calamities come your way, unafanyeje? what do you do? Asubuhi ya leo This morning, namtambulisha Yesu I am introducing Jesus, ambaye ni mkubwa kuliko majanga ya asili. bigger than natural calamities. Chombo kiliposukwa juu ya bahari, When the tempest raged, alisema upepo tulia. he said, be still. Yeye ni mkubwa kuliko asili. He is bigger than nature. Chombo kiliposukwa, When the vessel was twisted, alionekana akitembea juu ya maji. Yeye he ni was mkubwa walking kuliko in asili. water, is bigger than nature. Bahari ya Shamu inagawanyika. When the Red Sea Yeye parted, ni mkubwa kuliko asili. is bigger than nature. Bartimayo anapata kuona. When Bartimaeus managed to see, Yeye ni mkubwa kuliko asili. is bigger than nature. Watu walipotaka kumwangamiza mwanamke kahaba, When people wanted to kill that prostitute, alimuokoa. he saved her. Yeye ni mkubwa kuliko watu. Is bigger than people. Ninamtangaza Yesu asubuhi ya leo, Man, presenting Jesus, ambaye this ni morning, mkubwa kuliko asili na who is watu. bigger than nature and people. Anasema ukiniinua juu, If he's saying, if you lift me up, nami nitakuinua uje kwangu. I'll also lift you up. Anakuita njoni wote msumbukao
unakuelemewa na mizigo, come to me all you nami nitakupumzisha. and I will give you rest. Katika ibada ya asubuhi ya leo, In this service this morning, Yesu akaonekane kwenye maisha yako, let Jesus be seen in your life, akaonekane kwenye huzuni zako, in your sorrow, akaonekane kwenye mashaka yako, in your challenges, akaonekane kwenye kilio chako, in your cries, akaonekane kwenye misiba yako, be seen in your problems. pale ulipokosa furaha, When you don't have happiness, akaweke furaha tena. to put happiness there. Mjumbe nne anapokuja, When the messenger arrives, huyo anakuja na habari mbaya kuliko za awali. comes with very bad news. Punda na ng'ombe nitatafuta tena, Horses and cow I can find. kondoo nitatafuta tena, Even sheep I can get them. mimi nitatafuta tena. Camels also. Huyu wanne anakuja na habari mbaya, watoto wako 10 wote wamekufa. But the fourth messenger says all your 10 kids are dead. Na mke wa Ayubu alikuwa amefikia menopause. And the wife of Ayub was already approached. Hawezi kushika mimba tena. We call it menopause. Na ndipo watoto 10 wanatoweka. And it's this time when the 10 kids Manake expire. possibility ya kuzaa tena haipo. There is no uwezekano wa kuzaa. Ili lilimuumiza sana mke wa Ayubu na Ayubu. Inflicted pain in her. Ili lilimmaliza Ayubu. It disturbed the wife and even Job. Lilimdisturb Ayubu. It devastated Job. Ujumbe wa watoto 10 kufa kwa wakati mmoja. A message of 10 people dying at once. Ni jambo baya sana. This is a very bad report. Akasema kimbunga kimekuja. He said the whirlwind came. Mara tazama upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani. It was from the wilderness. Ukaipiga nyumba pembe zake 4. And you pushed the house. Nao imeua vijana wako wote. And all your children died. Vijana waliopoteza maisha katika janga hili ni watoto wa kiume na wa kike wa Who Ayubu. lost life was the men and women. Pamoja na watumishi wao. Including their servants. Janga la kwanza na la tatu. The first and the third calamities lilikuja kupitia wanadamu wa Seba na Wakadayo. Came through people. Jaribu la pili na la 4. The third and the second and the fourth lilipitia nguvu za asili, yani radi na kimbunga. Hata leo majaribu yanotufikia upitia wanadamu wenzetu au nguvu za asili. All these calamities come through people, natural. Wengine majaribu yetu yanapitia kwenye magonjwa yetu. Others they come through our disease. Kwenye misiba. In our funeral. Katika madeni. Even in our dates, kwenye ajira zetu, in our workplace, kwenye elimu zetu, in our education, kwenye utajiri wetu, they come through our wealth, kwenye majaribu kupitia wake zetu au waume zetu, go through our close people like wives and husbands, wafanyakazi wenzetu, or even our fellow workers, kwa wakuu wenzetu, or even our bosses, kwa washiriki wenzetu, or other church members, kwa waimbaji wenzetu, or other choristers, kwa wachungaji, or even pastors. Wengine kwa watoto wao majaribu yao yamekuwa makubwa. Or even through your children. Wengine kwa wazazi wao. Others through their parents. Bila kujali jaribu limesababishwa na nini au na nani. Regardless the source of that calamity. Kanuni ya kushinda jaribu ni moja tu. A principle to go against those. Omba, usiache kuomba. Pray and don't cease praying. Omba, usiache kuomba. Pray and don't cease praying. Nipo ajiriwa kuwa mwalimu kule Morogoro Turiani. When I was employed as a teacher in Turian, in Morogoro. Mchungaji wangu wa mtaa alikuwa baba yako mzee Otieno. Yule mwingine. Pastor Otieno, your dad was the one who was the district pastor. Alikuwa anaitwa Jaloyo nadhani, Yes, alikuwa mchungaji wangu wa mtaa. Yes. It was Jaro. Ile shule ndio ripoti. At that school where I reported. Ilikuwa mwalimu ukifika kwenye ile shule. When a teacher approached to that school. Asubuhi lazima uonekane umelala uchi uwanjani. The following day you will appear. Unalala ndani ya nyumba on a playground naked. Asubuhi unajikuta uko uwanjani
Tena wanaokukuta ni wanafunzi. You sleep inside, but the following day you are in a field. Je, nililala uwanjani au sikulala? Did I sleep on a playground or not? Usikose somo la jioni. Come in the afternoon. Come in the afternoon. Don't miss that subject matter. Mrejesho wa Ayubu kwa Mungu ulikuwa ni nini? Feedback of Job to God. How was it? Biblia inasema ndipo Ayubu akainuka. So Job stood up. Akararua joho lake. He rent his clothes. Kisha akanywa kichwa chake. And he removed his hair. Na kuanguka chini na kusujudu. Now lie on the ground prostrated and alikuwa hajanyanyuka kwenye taarifa ya kwanza mpaka ya 4. Taarifa zinamjia mfululizo. Yuko chini. He was down for the 3 kama ambavyo wewe mataarifa za matatizo na majanga zinavyokujia ungali bado hazikupi muda wa kutafakari. Like you, when challenges come your way, you don't get time to think. Ninafurahia response ya Ayubu. I like Job's mwitikio. Kwanza anasimama. First he stood up. Analalua joho yake, ishara ya maombolezo. He rent his clothes. Ananyoa nywele zake. Cut his hair. Anarudi anaanguka chini. Then he fall down. Anasujudu. Prostrate. Maana yake katika ile jaribu zito. This was one of the biggest. ambalo wewe uenda ungezimia. Probably you would have fainted. Anarudi kusujudu na kumuomba Mungu. He's prostrating and pray to God. Maana yake Ayubu aliamini majibu ya maombi yanatoka. Majibu ya kila kitu yanatoka kwenye maombi. My answers are only from prayers. Ukiomba, when you pray, ukiomba, when you pray, Mungu anayo majibu yote. God have all the answers. Jamani, acheni uvivu, ombeni. Please don't be idle. Majibu yote yapo kwenye maombi. Please pray. Ayubu anaamua kuomba, kumlilia Mungu. Si kwamba alikuwa analia, lakini anaomba. He was crying but also praying. Usiache kuomba. Don't cease praying. Nilipooa, when I married, nikaa miaka 5 bila kupata mtoto. I stayed 5 years without a kid. Usiombe ukutane na uzoefu huo. Don't ask for such an experience. Ninaenda kwenye makambi. When I was heading to camp, anakuja mtu ana mtoto. Somebody coming. Unaomba. You pray. Anakuambia nimepata ujauzito mchungaji, Mungu akubariki. You pray and he responds, I've already conceived and I don't have a kid. Nikataka nisimuelewe Mungu. I started not getting to know God. Wakati familia zimetuacha. When families have rejected me. Nikamkumbatia mke wangu nikamwambia. I embraced my wife and told her. Mimi nakupenda wewe milele. Said I love you eternally. Sitakuacha. I'm not going to leave you. After all, wanandoa mlioko hapa mnisikilize. After all, you couples who lengo la ninyi kuoana ni ndoa. The aim is marriage. Kuzaa unaweza usizae au yani uoi au kuolewa ili uzae. Deliver kids you may deliver, but that is not the primary purpose. Mtoto ni baraka, ni zawadi inayotoka kwa watu walioamua kuishi pamoja. From God. Lengo namba 1 na kuoa na kuoana. Primary object of marrying. Mkawaulize darasa la ndoa changa. Go and ask youth. Mengine ni zawadi. The rest is only a gift. Nikamwambia mke wangu nakupenda. Told my wife I love you. Mwaka wa kwanza bila. Year 1 draw. Hapo sasa ndio watu nenda kwa mganga kuna huyu. Mwaka wa pili bila. And year 2 draw. Watu wanaoa leo, kesho mimba. There are others marrying today, tomorrow they conceive. Mwaka 3 bila. Year 3 0. Mwaka 4 bila. Year 4 draw. Sisi tuliamua kusujudu na kuomba. Nikijisikia kulia nilikuwa nikipiga magoti nalia nikiwa namlilia Mungu. Baba angalia nateseka, Mungu angalia. And crying to God. Asubuhi ya leo hata kama unajisikia kulia, mambo ni magumu, lia ukiwa umesujudu. Today even if you feel like crying, unaweza mchungaji because of the big kulia ukiwa umesujudu ni maombi. Crying also is a prayer, pastor. Biblia imesema hivi. The Bible says, nampenda Mungu kwa sababu anasikia. I love God because he hears. Kiingereza ametumia supplication.
Dua. Anasikia sauti yangu na supplication. Si tunaiwekeje? Hear my voice and my dua. Kwa Mungu huwa anasikia sauti na dua. God hears our voices and our supplication. Sauti ni zipi? Unaona bodaboda inakujia, unasema Yesu. What is the voice? You see a motorcyclist coming, you say Jesus. Yeye hilo anahesabu ni ombi hilo. Jesus counts that one to be a prayer. Kwa unapokuwa unalia unasema Yesu niokoe, Yesu. Hata kama uombi, hizo ni sauti zote yeye anazichukulia katika special way. When you say yes, he says this is a special prayer. Tulipopiga magoti, when we knelt, mke wangu anatapika, my wife is like vomiting. Tumejua ni mjamzito mwezi wa 7. We knew that he's pregnant. Maana hatukutegemea kama atapata. Yani baraka umekuja. Tumegundua ikiwa ni mwezi wa 7. We knew when maana tulikuwa tutegemei. Sikiliza nikwambie, Mungu akafungue njia zako mpaka ustaajabu. Ushindwe kutafsiri baraka wako. Maana Bwana atakuwa ameingilia moja kwa moja. Asubuhi ya leo Bwana akuingilie kati. Bwana akubariki. Bwana akunyanyue. Bwana ajibu maombi yako. Bwana akajibu lililo gumu kuliko yote. God will respond to a mighty challenge than you can imagine. Nikasema atazalia kwangu, hakuna kwenda kwetu. I said this one will be delivered here. Wazazi wangu wako Mbeya, lakini nikasema aendi Mbeya wala aendi Kigoma. I am a Jita, but akitoka hospitali Kigoma or even nyumbani kwangu. Once he's from the hospital, he will come here. Mlete huku. Toka hapa. Wewe sio unasema muache, nimlete wapi? Then the people were saying, "Oh, bring your kid this side." I said, "No. You are the one who were mocking me." Nikana mkanda mwenyewe. I was the one who was... hana kitambi. Nyie kina mama mwe mnakanda. Tutaongea darasa la pale chini. That mama did not obey because I was taking care of her. Sasa. You know, tukapata mtoto. Then we got a kid. Tukamwita jina Precious Promise. We called that kid Precious Promise. Baada ya mwezi mmoja. Baada ya miezi miwili. After 2 months. Akaanza kutapika tena. The wife started vomiting again. Hallelujah! Hallelujah! Nikasema mama nini? He said, my wife, what is it? Kupima tayari. When things have already occurred. Baada ya miezi 12. After 12 months. Tukapata mtoto mwingine. We got another kid. Wa kwanza wa kike. One is a male. Wa pili alikuwa wa kiume. The other one is a female. Nikamwita jina la prophetic genetic. Then I called the kizazi cha kinabii. Prophetic generation. Baada ya miezi miwili. After 2 months. Mimba nyingine. Third conceived again. Tukapata mtoto mwingine. We got the third kid. Manake ndani ya miaka 3 tukawa accomplish a mission. In 3 years we had already accomplished the mission. Yule wa kwanza sasa yuko form 2. The first one is in form 2. Wa pili form 1. The second one form 1. Watatu darasa la 7. The third one is. Hata tukisafiri na mke wangu. Even when we travel. Anabaki na nyumba na kupikia wadogo zake. The elder remains home and care the. Tukapiga magoti na mke wangu tukasema. When we knelt with my wife and Yesu asante. Said Jesus thank you. Sasa inatosha. Now it is enough. Asubuhi ya leo. This morning. Akakupe mibaraka. Let him bless you. Mpaka ukamwambie it's enough. Until you say it is enough. Inatosha. It is enough. Inatosha. It is enough. Unapopitia magumu. When you go through challenges. Sujudu. Kneel. Ayubu hakuchanganyikiwa. Job did not get confused. Alichanganyikiwa akiwa analia kasujudu. He was there kneeling. Mbona wewe mambo yakiwa magumu? What about you when things are difficult? Unapopatika tu. You start wailing. Mke wangu. Lose hope. Sujudu. Kneel. Mwambie Yesu umenipa mtoto. Tell Jesus you have sasa hapa ndio lia uwezavyo.
Now you can cry as Galagala uwezavyo. You can now lie on the ground as you can. Ila usitoke kwenye uwepo wa Mungu. But don't get out of the presence of God. Wangapi wanasema Yesu? How many are saying Jesus? Ninakuja mbele zako. I'm coming before you. Ninayo changamoto. I have a challenge. Ninayo mazito. I have so many big Kumbe nilikuwa sijui namna ya kuongea na I did wewe. not know how to talk to you. Sasa nitalia nikiwa kwenye I'm magoti. going to cry while on my knees. Simama pamoja. Stand up with me. Nimwombe mchungaji atuletee boksi la maombi. Let me now ask the pastor to bring that prayer Na request. wachungaji wote wapite hapa And mbele. all the pastors to come up front. Washike ile boksi la maombi. To hold that box. Tunataka tuongee na Yesu We mchana want to wa leo. talk with Jesus this afternoon. Tumweleze kuhusu changamoto yako. Tell him our challenges. Na hakika Yesu atajibu. For sure Jesus will respond. Baada ya kambi hili After this camp meeting, ukachumbiwe kwa vurugu kubwa. that you be get a partner in a Lakini special way. baada ya kambi hili After this camp meeting, yule mchumba asiyejibu message siku mbili, that fiancé who is not responding huyo sio for 2 mchumba, days, si tunaomba that one is akuache. not a Najua utalia fiancé. kidogo. We are going to pray to leave. Huyo sio wa kwako. That one is Yeye not kina dada yours. mnahangaika. Pastor niombe. Siku 3 hajajibu message. Sasa kama mtu hajajibu message siku 3, You ladies, you have problems. If unang'ang'ania somebody nini is tena not hapo? responding for Hiyo si 3 dalili, days, chomoka haraka. just slip out of that. Tuombe. Shall we? Wachungaji wote mtashika hilo boksi, All pastors, you will hold that box. mtakuwa mkiomba You'll also be kimoyomoyo. praying silently. Tuombe. Shall we pray? Baba Mungu mwenyezi yote, Our Heavenly Father, Waseba wametuvuruga, the Seba people have Wakadai confused us. wametuvuruga, Chaldeans too. pepo na mioto vimetuvuruga. Oh, demons and fire. they have Ayubu disturbed. badala ya kulia analia Job, akiwa without amesujudu. crying, he cried while kneeling. Anasema Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Said the Lord took and the Jina la Lord Bwana let libarikiwe. his name be glorified. Maana yake ubarikiwe kwenye magonjwa, You'll be blessed in disease. ubarikiwe katika vifo, Be blessed in death. ubarikiwe unapotunyanyua. Blessed when you lift us up. Unabaki kwa Mungu nyakati We zote. remain to be God all the time. Katika asubuhi ya leo This morning, ubarikiwe. be blessed. Sasa Yesu, Now Jesus, soma maombi yote kwenye ile box. read all prayer requests in that box. Leta majibu yatakayoshangaza watu. Bring answers that will people will marvel. Rekebisha familia zetu, Transform our family. rekebisha maisha yetu, Transform our lives. rekebisha watoto wetu, Our children. ponya magonjwa, Heal our diseases. fungua milango kwenye kazi, Open doors in biashara zetu ukazinyanyue, Let our businesses be lifted watoto up. wetu ukawasaidie, Our children help them. wafanyakazi wanaopitia vita toka kwa waajiri wao na mabosi wao, Workers who are going through challenges at their workstation. vita toka kwa wafanyakazi wenzao. War from their co-workers. Nenda kawapambanie na kuwapigania, nyosha mambo yao. For them, straighten their murders. Mchana leo ruhusu tukapumzike, Yeah, allow us now to go and rest. kila mmoja ukiwa umejibu maombi yake. All of us being gotten our answers. Tutaona jioni, somo la jioni. In the afternoon, Shetani hajaridhika, karudi tena kwa Mungu Satan was not satisfied. He went back na to God. anaigusa sasa afya ya Ayubu. Now he touched the health of Job. Tufikishe jioni salama Bring us in the afternoon. kwa safely. jina la Yesu Kristo. In Jesus' Hata name. nitasimulia kile kisa. I also tell the story. Je, nililala nje? Did I sleep out? Na nilipolala nini kilitokea? And when I slept, what happened? Tulete tena jioni Bring us in the kwa jina afternoon. Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen.